Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amekitaka kiwanda cha Intracom kuhakikisha wanaimarisha mifumo na usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini. Na katika habari za kimataifa, Guterres yapongeza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Na katika michezo, Yanga kukuana na Singida kunako fainali ya FA siku ya kesho Jumapili. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari, michezo, biashara na utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mindi Josefu. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameagiza uongozi wa kiwanda cha Intracom kuhakikisha wanaimarisha mfumo wa usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini ili waweze kuipata mbolea hii kwa gharama nafuu. Akizungumza leo Juni 28, 2025 katika uzinduzi wa kiwanda cha mbolea cha Intracom jijini Dodoma. Kupitia hadhara hii, nitoe rai kwa uongozi wa Intracom kuhakikisha kwamba mnaimarisha mfumo wa usambazaji wa mbolea hadi kwa wakulima waliopo vijijini ili waweze kuipata mbolea hii kwa gharama nafuu, na Waziri wa Kilimo yuko hapa kuwasaidia. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi za utafiti au utafiti wa kilimo, lakini vile vile mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa kutoa elimu ya kina juu ya matumizi na viwango sahihi vya mbolea hii ya fomi katika kuzalisha mazao mbalimbali. Inawezekana mbolea ikafika kule lakini watu wakawa hawana maelekezo ya matumizi sahihi. Kwa niwaombe sana hilo nalo lifanyike, kutoa maelekezo sahihi kwa wakulima wetu juu ya matumizi ya mbolea hii. Kwa kufanya hivyo, kiwanda cha Intracom kitachangia sana katika kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza umaskini na kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Na hapa nizungumze na wakuu wa mikoa kwamba kama mlivyosikia kwamba kilimo ni sekta muhimu sana, na Waziri wa Mipango na Uwekezaji amethibitisha hilo kwamba kipaumbele cha kwanza cha mipango yetu ni sekta ya kilimo. Niwaombe sana, kasimamieni kilimo, kasimamieni. Huko tuliko tumeleta mambo mengi kama nilivyoeleza hapa au kama nilivyoeleza jana. Sasa ninaomba kasimamieni kilimo kiwe ndio priority kwetu sote. Nawaomba sana, asanteni sana. Vile vile niwatake muendelee kushirikiana na taasisi nilikuwa nasema kwamba kwa kuwa mbolea hii inazalishwa nyumbani, wakulima wanatarajia kwamba bei pia itakuwa nafuu, lakini nafahamu kwamba Waziri wa Kilimo naye ameweka ruzuku kwenye mbolea hiyo. Sasa hili nalo litawafanya wakulima ambao hawakuwa wakitumia mbolea kwa sababu hawana uwezo wa kununua, sasa watumie mbolea hii. Lakini vile vile kama mlivyoeleza na kama nilivyoona kwamba kuna maabara kadhaa ndani ya eneo hili ambalo linapokea taarifa za hadhi ya udongo, afya ya udongo kutoka maeneo mbalimbali, na mnaweza mkazalisha mbolea kuendana na aina ya udongo wa sehemu. Niwaombe sana mjipange hivyo, kwa sababu Tanzania ni nchi kubwa na nchi hii inapishana kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Lakini pia matumizi tuliyotumia kwa muda wote ya kilimo imefanya udongo wetu kupungukiwa na viini muhimu au virutubisho muhimu katika kuzalisha mazao. Kwa hiyo mjipange pia kuzalisha aina ya mbolea kuendana na aina ya afya ya udongo wetu. Niseme tu kwamba mbali na mbolea, serikali tumeweka nguvu kubwa kwenye umwagiliaji maji. Hili nilishalisema, na hapa niongee na serikali tuendelee kufanya hii kazi, lakini niongee na wananchi pia ambao wanafaidika na miradi ya umwagiliaji maji kutumia miradi hii vizuri ili tuweze kuendana na
jinsi mazingira yanavyobadilika. Na tuelekee mkoani Geita ambapo makada wa Chama cha Mapinduzi CCM katika wilaya ya Geita mkoani Geita wamejitokeza kuchukua fomu za kupitishwa na chama hicho kugombea nafasi ya ubunge, huku idadi ya wanawake ikiwa ni ndogo ikilinganishwa na wanaume. Michael Bundala ana ripoti kamili. Mapema hii leo makada hao wamefika ofisi za CCM wilaya ya Geita iliyo na majimbo manne ya uchaguzi ambayo ni Busanda, Katoro, Geita mjini pamoja na Geita kuchukua fomu za kugombea nafasi hiyo. Kurwa Biteko ambaye ni pacha wa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati hapa nchini amechukua fomu ya kugombea jimbo jipya la Katoro, huku Esther James na akichukua fomu ya kugombea jimbo hilo. Katika jimbo la Geita mjini wapo waliochukua fomu ambao ni mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Geita Robert Gabriel, Evarist Ernest Nyororo pamoja na mkurugenzi wa shule za waja ambaye pia ni mfanyabiashara Chacha Wambura. Kwa jimbo la Busanda waliochukua fomu ni pamoja na Dr. Busanda Lucas Busanda ambaye hii ni mara ya pili kugombea na ni mkufunzi chuo cha afya Masasi, mwenye elimu ya shahada ya uzamili ya usimamizi wa biashara katika uongozi na utawala, ambaye pia shahada yake ya kwanza ni ya udaktari wa binadamu, pamoja na mbunge wa zamani wa jimbo hilo Lawrence Bukwimba. Katika jimbo la Geita aliyechukua fomu ni pamoja na aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo Joseph Kasheku Musukuma na Patrick Steven Malogoi ambaye ni wakili wa serikali ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na alikuwa mshindi wa pili wa kura za maoni wa jimbo hilo kwa mwaka 2020. Na hapa katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Geita Michael Msuya anatoa takwimu za makada waliojitokeza kuchukua fomu katika majimbo manne ya wilaya ya Geita, ambapo anataja jumla ya makada 14 wamechukua fomu na baadaye akaongezeka mmoja na kufikisha idadi ya watu 15. Mpaka sasa tunazungumza saa 9:30 ya leo tarehe 28 mwezi wa 6, kuna jumla ya wanachama 14 ambao wamekwisha kujitokeza kuwania nafasi ya ubunge kwenye haya majimbo manne. Watano wanatoka kwenye jimbo la Geita mjini, lakini watatu wanatoka Katoro, wawili wanatoka kwenye jimbo la Geita na wanne wanatoka kwenye jimbo la Busanda. Na kati ya hao waliojitokeza tuna wanawake wawili, mmoja ametokea katika jimbo la Busanda na mmoja ametoka katika jimbo la Katoro. Kwa hiyo jimbo la Geita na jimbo la Geita mjini hatujapata uwakilishi wa wanawake, tuna wanawake wawili kati ya hao. Lakini katika hizo fomu 14 ambazo zimetolewa, jumla fomu 3 zimerejeshwa. Mmoja chama mmoja kutoka jimbo la Katoro yeye ameshachukua na kurejesha siku ya leo ndani ya muda. Ndio wanachama mwingine kutoka jimbo la Busanda naye amechukua na kurejesha ndani ya muda, na mwanachama mwingine kutoka jimbo la Geita mjini naye amechukua na kurejesha ndani ya muda kabla ya muda wetu ambao tumepangiwa. Ni katika ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM katika wilaya ya Geita ambapo makada wa chama hiki takriban 15 wamejitokeza kwa ajili ya kuchukua fomu kugombea nafasi za ubunge. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Wengine waliojitokeza kuchukua fomu ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM Mchungaji Peter Msigwa amechukua fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge wa jimbo la Iringa mjini kupitia chama hicho. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Songwe Daniel Chongolo pia amechukua fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Makambako lililopo mkoani Njombe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Rais wa Yanga Engineer ama Mhandisi Hersi Said amejitokeza katika kinyang'anyiro cha ubunge wa jimbo la Kigamboni. Lakini pia wengine waliojitokeza kuchukua fomu ni pamoja na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la Reli Tanzania Masanja Kadogosa, ambapo amechukua fomu ya kuomba ridhaa ya kugombea ubunge wa jimbo la Bariadi vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amechukua rasmi fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Arusha mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini pia wengine waliotia nia katika kiti cha ubunge katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania ni pamoja na Engineer James Jumbe ambaye amechukua fomu ya kuwania ubunge wa jimbo la Shinyanga mjini, lakini pia Jessica Magufuli ambaye ni mtoto wa
hayati Dr. John Pombe Magufuli naye pia amechukua fomu rasmi ya kuwania nafasi ya ubunge wa viti maalum kupitia Umoja wa Vijana CCM UVCCM Taifa. Lakini pia afisa habari wa Azam FC Hashimu Ibwe amechukua fomu ya kutia nia ya kugombea ubunge katika jimbo la Mwanga pale mkoani Kilimanjaro kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Na Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu imeipa siku 90 Rwanda kujibu hoja za DRC na kutoa siku 45 kwa Kongo kuzipitia na kuzifanyia tathmini hoja za Rwanda kabla ya mahakama hiyo kukutana na kusikiliza shauri hilo na kutolewa maamuzi. Amina Ngahewa kutoka Arusha ana taarifa kamili. Mahakama hiyo imetoa maamuzi hayo kufuatia shauri lililofunguliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikituhumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23 lililosababisha machafuko mashariki mwa DRC. Awali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwasilisha shauri hilo dhidi ya Rwanda ikidai kuwa taifa hilo linaunga mkono kundi la waasi la M23 ambalo limesababisha mapigano mashariki mwa DRC, ambapo Rwanda ilikanusha vikali madai hayo ikisisitiza kuwa haina uhusiano wowote na kundi hilo hatari na kwamba inasingiziwa, na ikitoa hoja nyingine kuwa mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza shauri hilo. Kutolewa kwa maamuzi hayo imekuja baada ya Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kujiridhisha kuwa ina uwezo na mamlaka ya kusikiliza shauri hilo la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda, shauri lililowasilishwa mwaka 2023 Agasti 21, huku kibainisha kuwa kwa mujibu wa mkataba kuanzishwa kwake ina uwezo wa kisheria wa kusikiliza shauri hilo. Katika shauri hilo DRC inaishutumu Rwanda kwa kuhusika moja kwa moja na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu yakiwemo mauaji, ubakaji, uhalifu wa mali, miundombinu, watu kulazimika kukimbia makazi yao na watoto kushindwa kupata elimu. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Mtazamaji unatazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Kaboyoka ajiunga na chama cha ACT Wazalendo. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Mimi Josefu. Wakati hekaheka za uchaguzi mkuu zinaendelea kupamba moto baada ya aliyekuwa mbunge wa viti maalum kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Kaboyoka amejiunga na chama cha ACT Wazalendo, ambaye pia amewahi kuwa mbunge wa Same Mashariki, amejiunga na chama hicho mapema leo. Na sie wale baada ya bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kumaliza muda wake. Na sie wale tulioitwa wanachama 19 tulikuwa na heshima, mkusikia tukiropoka ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa vile tulifundishwa adabu. Na sasa tunaingia kwenye chama chenye adabu, chenye upendo, chenye umoja, kinachopigania maslahi kwa wote. ACT Wazalendo sikuja kimchezo, nimekuja kikamilifu. Nimeleta mengi ambayo tutajua tunaenda wapi, tunakata kona wapi, tunasema nini. Na najua hakuna atakayeweza kutunyamazisha, maana tuko na Mungu wetu aliye hai. Tumemfahamu Mheshimiwa Kaboyoka kama kiongozi ambaye amejijengea heshima kwa kuwa kiongozi jasiri, msema kweli, mchapa kazi, mwenye kusimamia misingi ya uwajibikaji, haki na maslahi ya wananchi. Alisimama bungeni kama sauti imara, sauti ya walio wengi, alikemea uovu na kuhimiza utawala wa sheria. Hakuwahi kuyumbishwa na hofu
wala vishawishi vya madaraka. Kwa hiyo sisi wa ACT Wazalendo leo tunamkaribisha sio tu kama mwanasiasa, bali nembo ya maadili ya kiongozi tunayoisimamia sisi katika ACT Wazalendo. Kuna wengine walikuwa wanajigamba kwamba wanao askari wa miavuli. Sisi tunajigamba kwamba tunao majemedari wa vita. Kwa dhati tunakukaribisha ndani ya ACT Wazalendo. Tunaamini uamuzi wako wa kujiunga na sisi ni ushahidi wa kuimarika kwa chama chetu kama jukwaa halali la kupigania haki, uwajibikaji na mabadiliko ya kweli kwa Watanzania. Tunaendelea kuwahimiza, kuwakumbusha Watanzania wote wenye dhamira ya kweli ya kuona Tanzania inabadilika waungane na sisi ACT Wazalendo. Na wahitimu wa Chuo cha Maendeleo ya Jamii mkoa wa Mbeya wameaswa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia wanaofanyiwa watoto pamoja na kutafuta mbinu ya kuondokana na wimbi kubwa la watoto wa mitaani. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wito huo umetolewa na afisa tawala wilaya ya Mbeya Devota Chacha katika mahafali ya 12 ya Chuo cha Maendeleo ya Jamii CAPS Mbeya, ambapo wamewataka wahitimu hao kutumia elimu waliyopata ili kupunguza baadhi ya matukio mabaya yanayotokea kwa watoto. Na wengi huko maeneo ya Kabwe na Mwanjewa na pale hospitali yetu ya Maranatha. Sasa niwaombe maafisa maendeleo ya jamii, msikae umezeni vichwa. Tunafanyaje kuhusu wale watoto? Sisi peke yetu hatuwezi, tunaendelea kupambana, lakini bado mna nafasi na nyie ya kutusaidia kushauri au kufanya. Naomba tusaidiane wale watoto watoke pale. Lakini swala lingine, mtusaidie. Sasa hivi ukatili wa kijamii umekithiri sana katika jamii zetu. Mkurugenzi wa chuo hicho Dennis Brighton ametoa baadhi ya mafanikio waliyopata katika chuo hicho, ikiwemo kutoa wanafunzi wengi walioajiriwa kwenye mikoa mbalimbali nchini. Chuo kimefanikiwa kutoa wanafunzi ambao wameajiriwa karibuni kila mkoa, walioajiriwa na kujiajiri kwenye nyanja mbalimbali kama vile wafanya biashara, wajasiriamali, watendaji wa mitaa, vijiji na kata, maafisa maendeleo kwa ngazi za mitaa, wilaya, wafanyakazi katika makampuni binafsi na ya umma, wafanyakazi katika taasisi za kifedha kama vile CRDB Bank, NMB Bank, Equity, Tanzania Postal Bank na maeneo mengineyo. Kwa upande wao, baadhi ya wazazi wamewataka wahitimu hao kuendeleza elimu zao zaidi ili waweze kutatua changamoto zinazotokea kwenye jamii, huku mmoja wa wahitimu akiahidi kutumia elimu aliyoipata ili kuondokana na ongezeko la watoto wa mitaani. Watoto hawafiki walio wengi, wanapofika sisi tunafurahi, na kwamba bado mnaendelea kuwasihi kwamba waendelee kusoma, na ndio cha msingi. Na sisi tunataka watoto waendelee kusoma, wasiishie hapa. Sasa ukiwa kijana mnapenda sana vitu laini laini, acheni kule vitu laini laini, ina magonjwa ya kutisha, havifai. Ingiza mkono, chukua elimu yako, soma ukadumu. Si janga tu la Mbeya, kama mgeni rasmi alivyosema, ni janga la kitaifa. Na kama ni janga la kitaifa, sisi kama maafisa maendeleo ya jamii tunamshika mkono Dr. Samia Suluhu pamoja na mkuu wa mkoa wa Mbeya katika kuendelea kufanya taratibu mbalimbali ili kuweza kuwainua wa vijana, si kwa kuwainua tu kwa ajili ya kuwapa mahitaji ya kimaisha. Bado tutaendelea kuwapa elimu ya namna gani ya kuishi na familia vizuri kama wazazi, ili tusiendelee kupata watoto wa mtaani. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kimevitaka vyama vya siasa kujikita katika kujenga hoja na kuepuka matamshi ya chuki kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Nora Damiani ana maelezo zaidi. Kauli hiyo imetolewa leo na mkurugenzi mtendaji wa TAMWA Dr. Rose Ruben wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho, na kusisitiza kuwa Watanzania wapingane kwa hoja bila kutumia matamshi ya chuki au kutezwa utu wa mwanamke.
Kwa mwaka huu kwa kweli, hasa ikiwa ni mwaka wa uchaguzi, kitu ambacho tulikuwa tunakifuatilia ilikuwa kuangalia ni namna gani masuala ya uchaguzi ama mijadala ya uchaguzi inavyoweza kwenda bila kuutweza utu wa mwanamke. Lakini wakati tukiwa tunafurahia kwamba teknolojia ni jambo jema, teknolojia inaleta maendeleo, kuna biashara, wanawake wengi wanafaidi kufanya biashara mitandaoni, lakini pia wanajifunza kupitia mitandaoni, wanawake na wasichana. Tunaona kwamba pia ule udhalilishaji ama ukatili wa kijinsia umeingia mitandaoni. Na unapoingia mitandaoni umekuwa ukiwakumba wanawake maarufu, lakini pia na wanawake wanasiasa. Sasa kwa mwaka huu wa 2025 ambako tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na rais hapa Tanzania, tunawaomba Watanzania kwamba wapingane kwa hoja. Siasa bila kutumia matamshi ambayo ni ya chuki inawezekana. Sio lazima utumie matamshi ya chuki ili uweze kushinda ama ili uweze kuonekana kwamba wewe ni kiongozi mzuri. Kiongozi anayepingana kwa hoja, kiongozi ambaye anajua kwamba nini wananchi wa Tanzania wanahitaji, kiongozi ambaye anatuambia kwamba Watanzania atatufanyia nini, huyo ndiye ambaye Watanzania wanamhitaji. Lakini kiongozi anayetumia matamshi ya chuki kwa ajili ya kuweza kujulikana, kwa ajili ya kuweza kutweza utu wa mwanamke, wa rika lolote, wa cheo chochote, kuanzia katika ngazi ya kijamii mpaka hata katika kiti cha uraisi, sisi tunaona huyo sio mwanasiasa, na tunawaambia Watanzania kwamba mila na desturi zetu, lakini pia na Utanzania wetu hauendani na matamshi ya chuki kwa ajili ya kuweza kupata uongozi. Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wetu, tunaomba sana vyama vya siasa viweze kujikita katika siasa za hoja na sio siasa za matamshi ya chuki. Matamshi ya chuki yana hasara gani kwa wanawake na wasichana wa Tanzania ambao TAMWA imekuwa ikipigania wawepo katika ngazi za uongozi kwa muda mrefu? Kwanza inawasababisha wengine kuona kwamba kumbe nitakapokuwa kiongozi nitakuwa jalala la kutukana asubuhi, mchana na jioni. Kumbe nitakapokuwa kiongozi nitakuwa ni mtu wa kudhalilishwa kokote ninakopita, nimevaa nguo lakini naonekana kama sijavaa nguo. Kwa hiyo TAMWA tumeona kwamba katika mkutano wetu mkuu tulizungumzie hili ya kwamba siasa bila matamshi ya chuki, siasa bila matusi, siasa bila kutweza utu wa mwanamke inawezekana, na hili liangaliwe kama ni jambo ambalo ni muhimu la kujadiliwa katika majukwaa, lakini pia liangaliwe kama ni sehemu ambayo inaweza ikawakosesha wengi ambao wanatumia matamshi ya chuki kuweza kukosa kura kwa Watanzania. Kwa hiyo TAMWA ni sehemu ambayo inakufunza kuwa jasiri, inakufunza kuwa mtetezi mzuri kwa masuala ya hasa watoto wa kike na wanawake. Tumeona jinsi watoto wa kike na wanawake walivyokuwa wakati huo hawatendewi haki, lakini na wanawake pia kwenye mirathi na nini walikuwa hawatendewi haki. Kwa hiyo ni TAMWA ambayo ilitupa hiyo morali, na sio kwenye shughuli za kikazi peke yake, hata nyumbani TAMWA inakufanya unakuwa ni mama mwenye msimamo, na unajua nyumba inasimama kama ina mama mwenye msimamo. Kwa maana hiyo mimi naishukuru sana TAMWA, na nawaomba wasichana ambao na watoto wa kike popote walipo wasiangalie tu mchezo TAMWA. TAMWA ni kitu kimoja kikubwa sana. Ukiwa TAMWA huwezi kufeli popote pale. TAMWA imekuza uwezo wa wanahabari zaidi ya 321 kuripoti kwa weledi kuhusu ukatili wa kijinsia, kufanya tafiti mbili za masuala ya kijinsia, kuhimiza vyombo vya habari kutekeleza sera ya jinsia katika mazingira ya kazi, pamoja na kutambulika na Wizara ya Habari na Teknolojia ya Mawasiliano kama kiungo muhimu kwenye masuala ya usawa wa kijinsia kwenye vyombo vya habari. Hata hivyo, pamoja na mafanikio haya makubwa, bado zipo changamoto zinazoendelea kuathiri harakati za usawa wa kijinsia nchini. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Wakati maonesho ya 49 ya biashara kimataifa maarufu kama Sabasaba yakianza rasmi, chemba ya wanawake wafanyabiashara Tanzania imewataka wanachama wake kuhakikisha wanashiriki kwa mafanikio ili wazidi kukua kibiashara.
Akizungumza wakati wa mafunzo kwa wanachama wake wanaoshiriki maonesho hayo, mkurugenzi mtendaji wa Chemba ya Wafanyabiashara Tanzania Dr. Mwajuma Hamza amewataka wasifanye makosa na kusisitiza kuwa watawashindanisha washiriki bora ndani ya banda lao. Tusiende kushiriki maonesho, siku 16 ni nyingi, si ndio? Tunaacha kazi zetu zote, tunaacha shughuli zingine, tunaenda kwenye exhibition, alafu tunarudi hatujapata order, hatujapata wateja wapya, hatuja network, hatujapata fursa, haipendezi. Kwa sisi kila mwaka tunaandaa haya mafunzo kwa makusudi kabisa. Ni prefer training, kuhakikisha kwamba mnapata elimu ya vitu gani vinatakiwa ujipange navyo unapokwenda kushiriki maonesho makubwa kama Sabasaba na maonesho mengine yoyote, kwa sababu maonesho yote yana procedures zinafanana. Lakini vitu gani usifanye, makosa yapi usifanye yakakufanya wewe ukao unashiriki tu maonesho alafu ukui. Kwa usijivune kushiriki maonesho mengi kwa mwaka alafu hayana matokeo, au kushiriki maonesho kila mwaka alafu hauna matokeo. Tunatamani sana ukishiriki maonesho, kama mwaka huu ni mara yako ya kwanza, mwakani tunategemea tukuone umechukua banda mwenyewe kule Tantrade. Kwa maana umefanyaje? Umekuwa, si ndio? Au tukuone eneo lingine. Yaani hatutamani tukuone wewe kila siku unataka kushiriki banda la TWCC. TWCC ni daraja. Wajasiriamali wadogo kutoka mikoani, kutoka maeneo mbalimbali tunashiriki wote kwa pamoja, lakini daraja la wewe kukua. Na uzuri banda letu liko located sehemu ambayo ni nzuri, ambao kuna watembeleaji wengi, kuna wageni wengi sana. Kwa hiyo ukitumia ile fursa vizuri, kutoka pale na zile oda mnazozipata ukizitumia vizuri, naamini unaweza kukuza biashara yako. Sisi kama taasisi tunashindania banda bora kwa ujumla kwenye maonesho, lakini ndani ya banda tunashindanisha wajasiriamali waoneshaji bora. Ahidi nitaenda kuyafanyia kazi mafunzo niliyoyapata hapa. Nitaenda kutafuta jinsi ya kutafuta wateja na kuongea vizuri na wateja. Kwenye mafunzo leo nimejifunza kutafuta wateja, namna kuweka package ya bidhaa yangu, na nimejuana na watu pia, nimeona bidhaa za wenzangu the way zilivyo. Kwa hiyo nimechukua kama opportunity kwangu kurekebisha biashara yangu iwe bora zaidi. Pia jinsi ya kuongea na wateja tumefundishwa, tuwe na ujasiri, tusiwakaripie, tuwe tuna convince. Kwa kweli tumejipanga vizuri. Cha kwanza ubora wa bidhaa, tumejipanga, tumeziandaa bidhaa kwa ubora zaidi na package nzuri, nebo na kadhalika. Pia tumejiandaa kuwapokea wateja wa aina yote, wenye uwezo na wasiokuwa na uwezo. Sisi kama Saribi Bank Foundation ni wadau wakubwa sana kwenye sekta ya uchumi, pia kwenye sekta ya biashara. Tumekuwa tukiwasupport wafanyabiashara wadogo na wakati kwa kuwapatia mafunzo ya elimu ya fedha, uchumi jumuishi, pamoja na mafunzo ya ujasiriamali, na pia kuwakutanisha na fursa za masoko kama hivi leo walivyopata fursa hii. Na ninapenda kuwaasa wajasiriamali hawa wanapoenda siku ya Sabasaba, kuanzia leo hii wanapopokea mafunzo haya ambao ndio kilele cha mwisho cha mafunzo haya, basi watekeleze yale maono na mafunzo ambayo wamepokea kutoka kwa wakufunzi mbalimbali. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi, na nikirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi, pakua
Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 39 00. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Biashara na uchumi. Katika habari za biashara na uchumi, mimi ni Godwinless Gaspar. Wakulima wa zao la ufuta katika wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma wamefanikiwa kuuza ufuta tani 4398 wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10 katika minada minne iliyofanyika msimu huu, huku baadhi ya wakulima hao wakifurahia mfumo uliowekwa na serikali wa soko la bidhaa, yani TMX, kuuza mazao yao ya kimkakati. Kulingana na mfumo huu tunashukuru sana kutuletea na kwamba tunaweza tukanufaika kwa sisi wote wakulima kwa kupitia mlolongo huo. Na tunachotaka kwamba sasa hivi sisi wakulima tupate muda mwafaka ambao wa kuweza kupata yale mfumo huu, kwamba umeturahisishia kupata ile tu kwa wakati na kulingana na jinsi ilivyo. Wakiongea katika mnada wa 4 wa kuuza zao la ufuta uliofanyika katika kijiji cha Nakayaya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, baadhi ya wakulima wameipongeza serikali kuanzisha mfumo wa TMX kuuza mazao yao ya kimkakati. Katika msimu huu wa mauzo wa 2025-2026 tumefanikiwa kukusanya na kuuza tani 4398 kwa maana ya mnada wa kwanza mpaka mnada wa 4. Bei wastani kwa minada yote minne tunacheza kwenye shilingi 2432. Tumefanikiwa kuingiza fedha zaidi ya bilioni 10.6 ambazo fedha hizi sasa zipo kwa wadau mbalimbali. Yangu machache ni kwamba wakulima tuendelee kukusanya mazao yaliyo bora, lakini pia la mwisho, kwa kuwa huu ni sehemu ya mchakato wa sisi wakulima kupata malipo yetu, tuhakikishe taarifa zetu zinazowasilisha kwenye vyama vya msingi ziwe sahihi, hususani namba zetu za akaunti. Na sasa tutazame viwango vya fedha kutoka Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Godwinless Gaspar. Biashara na uchumi. Mtazamaji, moja kwa moja kwa sasa naungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Guterres yapongeza makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda. Sky TV. Iula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote.
kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Sky TV. Habari za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa. Karibu, naitwa Pius Jayunga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameusifu mkataba wa amani uliotiwa saini kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, akiutaja kama hatua muhimu kuelekea kupunguza mivutano. Pia amesifu uongozi wa Marekani katika kusimamia mazungumzo hayo ya upatanisho. Kauli hii inajiri baada ya mataifa hayo mawili ya Afrika kusaini makubaliano hayo siku ya Ijumaa mjini Washington, yakilenga kumaliza miongo kadhaa ya mapigano katika eneo la mashariki mwa Kongo. Guterres alihimiza pande zote kutekeleza kikamilifu ahadi walizotoa katika mkataba huo, huku akisisitiza kuwa Umoja wa Mataifa uko tayari kusaidia utekelezaji wake kwa kushirikiana na Umoja wa Afrika na washirika wa kikanda na kimataifa. Wakati huo Umoja wa Afrika kupitia mwenyekiti wa tume Mahmoud Ali Youssef, ambaye alishuhudia utiaji saini wa mkataba huo, umetaja makubaliano hayo kuwa ni hatua muhimu katika kuleta amani, utulivu na maridhiano katika eneo hilo lenye migogoro kwa muda mrefu. Makubaliano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yanajumuisha kuheshimu mipaka ya kitaifa, kusitisha uhasama, kusalimisha silaha na kuingiza makundi ya waasi katika mfumo rasmi. Pia yanakusudia kuwezesha kurejea kwa wakimbizi na watu waliopoteza makazi, pamoja na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufika maeneo ya mzozo. Kwingineko, aliyekuwa kansela wa Ujerumani Olaf Scholz ametoa hotuba ya kuaga katika kongamano la chama cha Social Democratic Party SPD jijini Berlin, akitafakari miaka yake ya uongozi. Katika hotuba yake, Scholz alijikosoa kwa uamuzi, lakini pia alitetea sera za serikali yake, akisisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zilikuwa sahihi kwa wakati wake. Aidha, kansela huyo wa zamani
ameonya dhidi ya matumaini yasiyo halisi kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin, akisema kuwa kiongozi huyo anataka kuendeleza uvamizi wake nchini Ukraine na hata kutanua udhibiti zaidi. Katika wito wa mshikamano wa kitaifa, Scholz amewataka matajiri kuchangia zaidi katika kugharamia ulinzi wa taifa, akishangazwa na mijadala ya kupunguza kodi kwao. Wakati huo huo, kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi ameeleza masikitiko yake kuhusu uamuzi wa Ujerumani kujiondoa kwa muda katika mpango wa kimataifa wa kuhamisha wakimbizi, akionya dhidi ya kuwarudisha kwa nguvu wakimbizi wa Syria kwa sababu serikali mpya ya Syria haina uzoefu wa kuwashughulikia na hali bado ni tete. Na hatimaye Irani imefanya mazishi ya kitaifa ya watu wapatao 60 wakiwamo maafisa wake wa kijeshi waliouawa katika vita dhidi ya Israeli. Sherehe zilianza saa 2 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki mjini Tehran, ambapo ofisi za serikali na biashara nyingi zilifungwa kwa ajili ya tukio hilo. Rais wa Irani Masudi Pezeshkiani pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu serikalini na maafisa wa kijeshi wakiwamo Esmaili Khan, mkuu wa kikosi cha Quds, tawi la shughuli za nje la hifadhi ya mapinduzi, walihudhuria ibada hiyo. Mshauri mkuu wa kiongozi wa Iran Ali Shamkhan, aliyepata jeraha wakati wa vita, pia alihudhuria akiwa na fimbo ya kutembelea. Marekani ilifanya mashambulizi kwenye vituo vitatu vya nyuklia vya Irani wiki iliyopita, ikijiunga na Israeli katika mashambulizi dhidi ya mpango wa nyuklia wa Irani katika vita vya siku 12 vilivyoanza Juni 13. Israeli na Irani zote zilidai ushindi katika vita vilivyoisha kwa makubaliano ya kusitisha mapigano, huku kiongozi wa Irani Ayatollah Ali Khamenei akishusha athari ya mashambulizi ya Marekani kwa kusema hayakufanikisha lolote kubwa. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ni mkusanyiko wa habari za kimataifa na Pius Jayunga, na moja kwa moja mtazamaji, sasa tunapata nafasi ya kuelekea viwanjani kuangazia ya kimichezo, na muda mfupi tu tutaungana na mwanamichezo Lai Saidi. Sky TV. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa
Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa kuelekea viwanjani kwenda kutazama taarifa za kimichezo pamoja na burudani. Naitwa Lai Saidi, karibu. Na tukianzia hapa nyumbani, fainali ya michuano ya CRDB Federation Cup inatarajiwa kupigwa kwa siku ya kesho, ambapo bingwa mtetezi Dar es Salaam Yanga Africa watakuwa dimbani katika uwanja wa New Amani Complex dhidi ya Singida Black Stars, mchezo utakaochezwa majira ya saa 2:15 usiku. Katika kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa klabu ya Yanga Melody Hamdi amesema mchezo wa fainali dhidi ya Singida Black Stars hautakuwa rahisi kutokana na ubora wa kikosi hicho, lakini pia muda wa maandalizi walioupata. Huko kocha wa Singida Black Stars David Ouma amesema malengo yao ni kuchukua ubingwa. With only 11 players, I am crazy and I kill myself. That's because I make rotation and I give time to play for many players. I don't take any risk because many players of this group of my squad can play in the 11. I give you one example, very good example. Shiran is with us. He can play also in the 11 and I make rotation. The most important, the player must understand that. They must understand I am not here to kill them, to put them in the bench or out in the group, but I am here to take care of all my players to be ready for the target we have, and the target we have tomorrow, that's the win this cup. As a team, tunasema hivi, pia sisi tuna nafasi kwa mabingwa. So mentality ambayo tunaleta katika mechi ya kesho ni kutoa ubingwa wa CRDB Cup, kwa sababu hiyo ndio ita shake off yale perception ambayo yanaweza kuwa tofauti, kwa sababu ukiangalia vizuri zaidi timu ambayo imekuwa na ugumu zaidi kufika katika finali ni Singida Black Stars. So sisi tumejidefine wenyewe kuweza ku earn the ticket to the final. So it's a big rallying call kama team tuweze kujiweka katika nafasi bora kushinda kombe la kesho. Maswali? Yeah, of course, kitu muhimu lazima tunajua sisi kama Singida Black Stars mentality yetu katika finals tunasema hakuna timu. Mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba wamemuomba na kumtaka mwenyekiti wa klabu hiyo Multaza Mangungu kuwa yeye kama kiongozi atakiwa kuwagawa mashabiki na kuwaweka katika makundi, kwani hiyo itawafanya waweze kukosa umoja wao. Shows you ni kwa kiasi gani wewe sio kiongozi na huna uwezo kabisa wa kujitathmini. Kitendo cha kufanya vibaya kwa misimu 4 mfululizo kilikuwa kinatosha kabisa wewe kukaa chini na kujitathmini na kuona kwamba chini ya uongozi wako
hakukuwa na uwezo wa kuifanya Simba Sports Club ikapiga hatua. Yani nimeshangaa, nimetetemeka. Mwenyekiti, naogopa kusema mwenyekiti wangu, I don't believe I can have a mwenyekiti like huyo, mtu ambaye anaweza akawa hajui, yani hajui kwamba amefanya makosa gani. Seriously, mwenyekiti, tunaomba tukuambie. Guys, come on. Ilikuwa ni nini? Mwenyekiti, tunaomba utuambie. Kwa ahadi yako moja tu ulioshindwa kutekeleza unapaswa kutoka. Hilo ni kosa la pili kwa sababu kuifunga Yanga. Yaani wewe uliomba kura ukituaminisha sisi kwamba kazi kubwa unayoenda kufanya wewe ni kuifunga Yanga, lakini umeshindwa kwa misimu yako yote. Tumepigwa goli 5-2 sijui ngapi. Nje ndani sisi tunapigwa. Alafu mwenyekiti upo na hiyo ilikuwa ahadi yako. Bado unakaa kwenye media. Unasema hujui kosa lako, kwa nini utoke? Sisi leo tumekaa hapa kukuainishia makosa yako yanayokufanya utoke. Umetugawa, tumefanya vibaya, hujatimiza ahadi yako. Hata yeye mwenyewe inawezekana hajui role yake. Sasa hizi tunamuona anaingilia mpaka role ya Ahmed Ally. Yeye amekuwa msemaji, yeye amekuwa comedian, yeye amekuwa yani hatujui sasa ni nani. Mmoja, one of the big weakness ambayo tunayo Simba Sports Club, kila mtu ana power. Hatujui nani ni nani. Tunajua msemaji wetu ni Ahmed Ally. Tunaona klabu za mbele huko kuna wenye viti pia. Lakini unamwona mwenyekiti yuko kwenye mechi, kazi yake ni kupiga makofi, ni kushangilia mechi klabu inapofanya vibaya, kusikitika klabu inapofanya vibaya, au kushangilia klabu inapofanya vizuri. Lakini kuzungumza pale inapobidi sana kuzungumza. Sisi mwenyekiti wetu leo hii gari yake ikipata pancha, it's a story. Haya, hao ni mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba wakitoa neno kwa mwenyekiti wa klabu hiyo Multaza Mangungu. Kwingineko ni kuhusiana na mratibu wa michezo kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI, Bwana George Mijima, amesema kuwa serikali inaendelea kuwekeza katika shule mbalimbali hapa nchini ili kuzalisha wanamichezo na wataalamu wa michezo watakaokuja kulitumikia taifa katika siku zijazo. Sisi kama serikali tumeanza mkakati kama nilivyosema kwamba tunatekeleza amali. Kuna mfumo wa amali ya michezo na sanaa katika shule zetu, lakini pia katika ngazi ya kidato cha 5 na cha 6 kuna michepuo mingi ambayo imeanzishwa kwa ajili ya wanafunzi wale wanaopenda michezo kwenda kusomea kuja kuwa wataalamu katika maeneo hayo ya michezo. Lakini katika umri wao huu kuna mambo ambayo yanaweza yakafanyika kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni ile muendelezo wa kuandaa ili wacheze kiushindani kama sehemu ya kujiajiri na kujipatia kipato. Wale ambao wanakuwa katika shule ya msingi, zipo shule ambazo tayari zinafundisha hizi amali kwa ngazi ya sekondari. Maana yake watakapotoka shule za msingi watapangiwa kuendelea na masomo katika zile shule za amali. Kwa hiyo kila mkoa una shule ya amali, na ni wito wetu kwamba viongozi wa elimu katika ngazi za halmashauri, ngazi za mikoa, kuhakikisha kwamba katika yale machaguo ambayo wanafunzi wanachagua wanapoanza kwenda sasa katika hatua ya sekondari, waendelee kutoa elimu na kuhamasisha wale ambao wameonyesha vipaji katika ngazi ya mkoa, kwa sababu tunajua kuna wengine wameishia ngazi ya mkoa, na wale waliofika ngazi ya taifa waende kwenye shule hizo ili waendeleze vile vipaji vyao. Na mtazamaji, tuelekee kimataifa ambapo klabu ya Lille ya nchini Ufaransa imefikia makubaliano ya kumsajili mshambuliaji Olivier Giroud mwenye umri wa miaka 38, raia wa Ufaransa, kwa uhamisho huru akitokea klabu ya Los Angeles FC na shiriki ligi kuu ya MLS nchini Marekani. Nyota huyo wa zamani wa Arsenal, Chelsea na AC Milan anatarajiwa kurejea Ulaya baada ya kudumu kwa msimu mmoja huko nchini Marekani. Tayari klabu ya Los Angeles imetangaza kuachana na Mfaransa huyo, huku nyota huyo akitarajiwa kucheza mechi yake ya mwisho akiwa na klabu hiyo siku ya Jumapili dhidi ya Vancouver Whitecaps ya pale nchini Marekani. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mashabiki wa klabu ya Athletic Bilbao ya nchini Hispania wameiharibu tena picha ya nyota wao Nico Williams iliyopo kwenye ukuta wa klabu hiyo
kabla ya masaa 24 tangu irekebishwe. Wiki iliyopita picha hiyo ilifutwa kwenye ukuta huo kutokana na dili lake la kwenda FC Barcelona. Kwa mujibu wa ripoti zinaeleza kuwa mashabiki wa Athletic Bilbao hawataki ajiunge na Barcelona. Dili la Nico Williams kwenda FC Barcelona linawatesa sana viongozi na mashabiki wa klabu ya Athletic Bilbao, na huku akijaribu kila kukicha kukwepa pingamizi kutokana na mchezaji huyo. Na taarifa hiyo, mtazamaji, natufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Ni kurejeshe kwake Mindi Joseph atamatishe ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Mtazamaji, na sasa tuelekee katika kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo, maeneo yote ya nchi yetu maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwenye nyuzi 9 katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa siku ya kesho, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu isipokuwa mkoa wa Kagera pamoja na Mara. Maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na pia mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 22. Dodoma kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 15. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 17. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 17. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 9. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 17. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 12. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Ni kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa, mtazamaji, unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari. Asante kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi sasa na hitimisha. Nikwambie tu kwamba usiache kutazama Sky TV na nikutakie weekend njema na usiku mwema. Sky TV.